Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Karibu tena kwenye Nuhu Online TV. Mimi naitwa Nuhu. Leo tunaenda kuzungumza kwa undani kuhusu moja ya masuala yanayozungumziwa sana kwenye ulimwengu wa cryptocurrency, na hiyo si nyingine bali ni Pi Network. Swali kubwa ambalo watu wengi wanauliza ni nini hasa kitatokea mwaka 2026? Leo nitakupa uchambuzi wa kina wa kitaalamu, lakini pia rahisi kuelewa kuhusu hatima ya Pi Network ifikapo mwaka huo. Kwa hiyo, kama una maina na teknolojia ya fedha, ujanja wa mapato ya kidijitali, au unajiuliza kama Pi Network ni mradi wa kweli au ni ndoto ya alinacha, basi kaa karibu, video hii ni kwa ajili yako. Sehemu ya 1, Pi Network ni nini? Kabla hatujazungumza kuhusu mwaka 2026, hebu tukumbushane kwanza, Pi Network ni nini hasa? Pi Network ni mradi wa cryptocurrency ulioanzishwa na wataalamu kutoka chuo kikuu cha Stanford. Lengo lao kuu lilikuwa ni kutengeneza sarafu ya kidijitali ambayo mtu yeyote anaweza kuitengeneza kwa kutumia simu ya mkononi bila kutumia nguvu nyingi za umeme kama Bitcoin. Hadi sasa mamilioni ya watu duniani, wakiwemo wa Tanzania na wa Kenya, tayari wamejiunga na mfumo huu. Lakini bado watu wengi wanajiuliza, hii hela ya Pi itakuwa na thamani gani? Itauzwa wapi? Na je, italipa kweli? Sehemu ya 2, hali ilivyo sasa 2025. Kufikia mwaka 2025, Pi Network bado iko kwenye kile kinachoitwa enclosed mainnet, yaani ni kama mtandao wa ndani wa majaribio. Watu wanaweza kuhamisha Pi kutoka akaunti moja hadi nyingine, lakini hawawezi bado kuibadilisha kuwa pesa taslimu kwa kiwango kikubwa. Pia kuna baadhi ya maduka ambayo yameruhusiwa kuanza kuuza bidhaa kwa kutumia Pi, lakini bado haya ni machache na hayapo kila mahali. Hii inamaanisha mradi bado uko kwenye hatua za mwanzo, lakini mipango mikubwa ipo njiani. Sehemu ya 3, matarajio ya 2026. Sasa twende kwenye swali kuu la leo, nini kitatokea mnamo mwaka 2026? 1. Ufunguaji wa Open Mainnet. Kuna matarajio kuwa kufikia 2026, Pi Network itakuwa tayari kufungua mainnet yake kwa umma. Hii inamaanisha watu wataweza kuhamisha Pi kwenda kwenye exchanges kama Binance au Coinbase, na hivyo kuanza kuuza au kununua kwa urahisi zaidi. 2. Thamani ya Pi kuanza kujulikana rasmi. Kama mainnet itafunguliwa, bei ya Pi itawekwa na soko kutegemea na mahitaji na matumizi. Hii inaweza kuwa fursa kubwa kwa wale waliomine Pi mapema. Lakini pia hii inaweza kuwa changamoto kwa wale waliotarajia mamilioni papo hapo, kwa sababu soko la kripto hubadilika sana. 3. Majaribio ya matumizi halisi. Kuna uwezekano mkubwa kuwa Pi Network itaanzisha ushirikiano na biashara mbalimbali, maduka makubwa, hoteli, huduma za mtandaoni, ili watu waanze kutumia Pi kama njia halali ya malipo. Hii itasaidia kuongeza uaminifu kwa mfumo mzima. 4. Changamoto za kisheria. Lakini pia tusisahau, Pi inaweza kukutana na changamoto kutoka kwa serikali au mashirika ya fedha kuhusu udhibiti na uhalali wake. Hii ndiyo sababu timu ya Pi inaendelea kuwa makini sana kabla ya kufungua mainnet. Sehemu ya 4. Ushauri wangu kwako. Kama Nuhu hapa Nuhu Online TV, ushauri wangu kwako ni huu. Kama tayari una Pi, endelea kuwa mvumilivu. Hakikisha umefanya kits, yaani kuthibitisha utambulisho wako, na usiuzie Pi zako kiholela kwa watu wasioeleweka. Kama bado hujaanza, unaweza kujiunga, lakini ujue si haraka sana kupata utajiri. Ni kama kupanda mbegu, hii inahitaji muda, subira na maarifa. Na kwa wale wanaodhani hii ni skimu ya utapeli, kumbuka, kila teknolojia mpya huanza kwa mashaka. Bitcoin nayo iliwahi kuitwa scam, lakini leo hii inabadilisha maisha ya watu. Hitimisho. Kwa hiyo ndugu zangu, 2026 inaweza kuwa mwaka wa mabadiliko makubwa kwa Pi Network, lakini pia kwa sisi wote tunaoamini katika mapinduzi ya teknolojia ya fedha. Ni mwaka ambao unaweza kuwa mwanzo wa mapato mapya au somo kubwa kwa dunia ya kripto.
Naitwa Nuhu na huu ni Nuhu Online TV. Kama umejifunza kitu leo, usisahau kulike, kushare video hii na kusubscribe kwa mafunzo zaidi kama haya. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante kwa kutazama.